yao raha watumiapo vyombo hivi tangu enzi na enzi. Lakini ni upi uelewa wao kuhusu madhara ya utumiaji wa vyombo hivi vya plastiki? Mimi ni mtumiaji wa vyombo vya plastiki, ila sina uelewa wowote kuhusu vyombo vya plastiki kwamba vina madhara. Natumia vyombo vya plastiki ni kwamba tukitumia vyombo vya udongo ndani ya wiki moja hauna tena. Kwa hiyo tunaamua ngoja tutumie vyombo vya plastiki. Kwa kweli hatufahamu kama vina madhara zaidi. Vyombo vya plastiki mimi natumia nyumbani, na mara nyingi sana kwa hapa nikiwa kazini kwangu wanatumia kwa mama zetu mamalishe. Uwezo kumwambia mamalishe kanibadilishie kikombe hiki cha plastiki na cha udongo. Ni kweli tunapenda sana kutumia vyombo vya udongo. Ila ukimpelekea mteja hatima yake aidha anavunja, mwingine anaondoka navyo. Unaona, ndio maana hatima yake tunaona tutumia na plastiki. TBC imezungumza na mmoja wa wauzaji wa vyombo vya plastiki kutaka kujua endapo wanaufahamu wa jambo hili. Vyombo vya plastiki huwa vinasaidia kwenye jamii mara nyingi, ila inategemea na matumizi yetu ambayo tunaotumia. Kama wazazi wetu mara nyingi kuna elimu ambayo wanakuwa hawajapata kwa sababu na jinsi ambayo vitu vinatumika. Kuna vikombe vya kutumika muda mfupi, kuna vikombe vya kutumika muda mrefu. Kwa hiyo inategemea na matumizi. Kuna ambao wanatumia maji ya baridi, kwa mfano kikombe kama hiki hapa. Utaweza kutumia labda ni maji ya baridi au kuhifadhia labda maziwa au uji. Kikombe ambacho utaweza kutumia muda mrefu of course ni hiki hapa ambacho ni cha mfupa. Unaweza kutumia matumizi yote. Waswahili wanasema kizuri hakikosi kasoro. Mbali na faida lukuki za vyombo hivyo, athari zake zinawekwa bayana. Plastiki ya aina yoyote ile inatengenezwa na kemikali. Hizo kemikali zina madhara kwenye afya za watu, wanyama na mazingira. Kemikali hizi zinapoyeyuka huingia mwilini, aidha kwa kula chakula au kwa kunywa maji. Na zinapoingia mwilini zinaharibu hormones. Kisha akatoa wito kwa jamii. Tunawaasa wananchi wao wenyewe kuona kwamba wana wajibu wa kutunza na kulinda mazingira. Kwa sababu serikali inaingia gharama kusafisha plastiki kutoka kwenye mazingira, lakini pia inaingia gharama za matibabu, inaingia gharama za uharibifu wa miundombinu pale ambapo plastiki ndio inakuwa kisababishi. Naam, wahenga walisema tunza